Kama timu tumepoteza kwa sababu kimwangalia amekuwa first 11. Mechi ya mwisho ya Mara Sugar Silas alicheza na amekuwa kiviziwa na timu ya taifa. Usiku wa tarehe 4 Februari mwaka wa 2026 katika kijiji cha Shinyalu, kaunti ya Kakamega, mjadala wa kifamilia uligeuka kifo. Kwa saa hizi bado tuko na watu wa familia na tunaendelea kufanya uchunguzi ili tujue ni nini kilithiri, ili tuweze kufuatia kulingana vile mwajibu wa sheria vile. Saa 1 usiku, Silas Abugana, mchezaji wa soka mwenye umri wa miaka 25, alitangazwa kufariki katika hospitali ya kaunti. Daktari hata kuhusika karibu. Waliweka tu maji peke yake. Walitaka sisi tulete tukaleta. Lakini inashinda tu hapo. Tumeleta hii tumelitaka tulete. Silas alikuwa beki wa timu ya Kakamega Homeboys, kipaji kilichokuwa kikiibuka katika soka la Kenya. Kwa wengi alikuwa tumaini, kijana aliye na ndoto. Kwa wenzake alikuwa rafiki wa karibu, mchango mkubwa na ndoto zilizokuwa zikielekea mbele. Timu tumepoteza kwa sababu kimwangalia amekuwa first 11. Mechi ya mwisho ya Mara Sugar Silas alicheza na amekuwa kiviziwa na timu ya taifa. Kwa hivyo ni taifa limepoteza, mashabiki wote tunaomboleza. Lakini kabla ya vichwa vya habari, kabla ya taarifa za polisi, kabla ya kizuizi cha sheria, kulikuwa na nyumba, jikoni, kipande cha kuni na mtafaruku ambao ungeharibu maisha ya nyota mmoja na kuharibu familia yake milele. Sikiana alikuja katika jikoni, akapata shemeji yake. Wakati anaomba moto, shemeji akamjulisha hapana, akamcorrect hapana. Wewe unaomba moto na muko na kazi. Aliporudi kwake aliambia Silas na akatoka kwa hasira, akakata waya ile ambayo inapeleka taa kwa huyo kijana akiwa ndani ya nyumba. Kwa umri wa miaka 25 tu, Silas alikuwa akijenga nafasi yake katika ligi kuu ya Kenya, si kwa kelele bali kwa nidhamu, nguvu, utulivu na akili ya kimkakati. Sio uwanjani tu aliyokuwa tegemezi, alikuwa beki anayesoma mchezo kwa ustadi wa kipekee. Alijua nyakati, nafasi zake na kujitolea katika uwanja, yani tiktaka. Alipoingia uwanjani akiwa na wigo wa kijani na nyeupe wa Kakamega Homeboys, alikuwa amebeba zaidi ya jezi. Alikuwa amebeba matarajio. Kwa Wakenya wa Magharibi, soka si mchezo tu, ni njia ya kujinufaisha, ni kimbilio, ni mwanya wa kutoroka hali zisizo za uhakika. Kwa vijana wengi, soka ni tofauti kati ya kuishi na kupata uthabiti. Silas alikuwa amefika. Alianza kwenye viwanja vya kijiji hadi jukwaa la kitaalamu. Mazoezi ya asubuhi mapema, safari ndefu kwa basi, jua linalochoma, mwanga wa uwanja, yote hayo alikabiliana nayo, na bado alikuwa mwanzo tu wa safari yake. Lakini nyuma ya kelele ya mashabiki na shangwe ya michezo, maisha yalikuwa yakibadilika. Hapo awali alikuwa ameleta mwanamke mpya ndani ya familia yake. Uamuzi binafsi uliosababisha mtafaruku kati yake na baadhi ya watu kwenye boma lao. Ndani ya nyumba hiyo, mbali na kamera na mashabiki, mvutano ulikuwa. Na hatimaye mvutano huo ulitokea kwa namna ambayo hakuna aliyetarajia. Watu wanafurukana nikiwa kwa nyumba kubwa na mzee, tukaona kama watu wanasukumana nje. Kutoka nje tunapata Silas ameserai, damu inatoka. Tukio hilo lilitokea ndani ya nyumba ya familia huko Shinyalu, mahali palipokuwa pa utulivu, usalama na ukoo. Kulingana na jamaa, ilianza jikoni. Ombi ndogo tu, kitendo cha kawaida.
Mke mpya wa Silas ambaye alikuwa na mwezi mmoja tu akiwa chini ya paa hiyo, aliingia katika nyumba ya wakwe zake kuchukua kipande cha kuni. Familia kwa kawaida ilikuwa ikitumia gesi na ombi hilo lilionekana lisilo la lazima. Hapo ndipo kaka yake mdogo Denmark Muchiti alimuuliza kwa unyenyekevu, "Kwa nini kuni wakati kuna gas?" Hapo hali ilianza kubadilika. Maneno yalizungumzwa kwa sauti isiyo ya kawaida. Lakini katika nyumba ambazo mvutano ulikuwepo, maneno yanayojulikana yanaweza kubeba uzito usiokuwa wa kawaida. Mwanamke huyo alihisi kupingwa, labda kushughulikiwa vibaya, labda kutokukaribishwa. Alienda kuripoti kwa Silas, lakini kile kilichoanza kama swali jikoni kiligeuka kuwa jambo jingine kabisa. Silas alianza kumlenga kaka yake. Mwanzo ilikuwa mazungumzo, kisha shutuma, kisha sauti zikiongezeka, zikikatiza utulivu wa usiku. Baadhi ya watu walisema mabishano hayo yaliendelea kwa kasi sana. Kiburi, uaminifu, hisia, hewa ilijaa uzito, kuta zikajidhihirisha karibu. Kinachoweza kuwa ugomvi mdogo wa kifamilia kiligeuka kuwa sekunde chache. Moto wa ghadhabu ulizimika, na katika nafasi hiyo iliyofungwa kati ya kaka wawili, vurugu ilitokea. Kulingana na maelezo ya familia, utofauti wao ulifikia kiwango kikali. Katika joto la wakati huo, Denmark Muchiti alidaiwa kuchukua fimbo au ukuni. Kuna sekunde chache maishani ambapo kila kitu hubadilika. Hii ilikuwa moja ya hizo. Fimbo iliporomoka kwa nguvu, ikimpiga Silas kichwani. Hili halikuwa jeraha dogo, halikuwa makali madogo, lilikuwa pigo lenye hukumu. Jeraha la kichwa siku zote huwa haliaminiki. Fuvu linaweza kulinda ubongo, lakini pale linapoumia, madhara yanaweza kuwa ya haraka na makali zaidi. Silas hakuwa na muda wa kujikinga, hakuwa na muda wa kupona. Silas alitumbukia kisha akajipata chini. Chumba kilichoanza kwa sauti za shutuma kilitulia kwa aina nyingine ya kelele. Mshtuko, kuchanganyikiwa, kutokuelewa. Watu walikimbilia kwake, baadhi wakimuita kwa jina, wengine wakijaribu kumsaidia. Damu na adrenaline zilichukua nafasi ya ghadhabu. Ndani ya dakika chache, mgongano ulianza kwa swali dogo jikoni. Ulikuwa mbio dhidi ya muda. Mwanamichezo mchanga aliyejulikana kwa nguvu na usawa sasa alilala bila nguvu ya sakafu ya nyumba yake mwenyewe, na hofu ilitawala siku zilizofuata. Wazazi wa Silas, Shiroi Abungana na Beatrice Kasiaka, walisimama mbele ya kamera nje ya kituo cha polisi kule Shinyalu. Sauti zao zilizidi kuwa nzito baada ya kutoa taarifa zao, huzuni ikionekana uso kwa uso. Lakini huzuni hiyo haikuwa rahisi. Ilikuwa yenye tabaka, changamoto iliyochanganyika na mvutano ambao haujakamilika. Beatrice alizungumza kwa uangalifu lakini kwa uthabiti. Alidai kuwa mwanamke huyo mpya ndani ya nyumba hakuwa ameingia katika uhusiano wa heshima naye kama mama mkwe. Walikuwa na utofauti, na mvutano huo uliendelea kwa muda, hali ambayo haikuwahi kutulia kabisa. Familia hiyo, alisema kwa uwazi, ilitambua kwa heshima mke mwingine wa Silas, mama wa watoto wake wawili. Lakini mwanamke mpya hakuwa amekubaliwa vivyo hivyo. Kwa mtazamo wao, alikuwa rafiki wa kimapenzi, si mke.
Ndani ya kaya nyingi, lebo na utambulizi huwa na uzito mkubwa sana. Utambulizi huleta mamlaka, kuingiza mashaka ndani ya miundo ya kifamilia, kuhoji uhalali, nafasi pa mtu na heshima yake. Daima mvutano ambao hauwezi kutatuliwa haupotei. Unakusanya nguvu, kubadilisha uhusiano na kuimarisha mitazamo. Mabadiliko ya hawa ndugu wawili, matarajio ya wazazi, uaminifu wa kimapenzi, yote huishi ndani ya mfumo mmoja wa familia. Kilichotokea usiku huo hakikuibuka tu ghafla. Kilitokea ndani ya familia iliyo tayari na mvutano, ambapo kukubaliwa kulikuwa dhaifu na migawanyiko ilianza kuunda kimya sana kabla ya mtafaruku wa mwisho. Yote kwa sababu ya mwanamke. Silas alikimbizwa haraka hospitali ya rufaa ya kaunti ya Kakamega. Alipowasili kupitia milango, kero na mlio wa haraka ukienea hatua kwa hatua. Madaktari waliwajibika kwa haraka, mikono yao thabiti, sauti zao zilizokatwa na uthabiti wa huduma. Vifaa vya uangalizi vilipiga bip. Taratibu zote zilitimizwa. Kila kipimo kilichukuliwa. Lakini jeraha hilo lilikuwa hatari, la kutisha. Jeraha kubwa la kichwa haliachi nafasi nyingi kwa kupona. Muda uliisha, sasa ulikimbia dhidi yake. Watu walisubiri nje, wakitafakari kwa mikono iliyoshikamana. Kila sekunde iliyohesabiwa, kila pumzi ilikuwa dhaifu. Licha ya jitihada zisizo na mwisho za madaktari, licha ya mfululizo wa hatua za matabibu, mwili wa Silas haukuweza kustahimili kipigo hilo. Saa 1 asubuhi, sauti ya kliniki ilitangaza kile ambacho hakuna mtu aliyependa kusikia. Alikuwa ameshafariki. Hapo asubuhi ya Februari tarehe 4 mwaka wa 2026, maisha ya kijana wa miaka 25, nyota inayoinuka katika soka la Kenya, yalimalizika. Beki wa Kakamega Homeboys, kielelezo cha nidhamu, ndoto na ahadi. Yote, kila goli, kila mazoezi, kila ndoto yalizimwa baada ya mtafaruku mmoja wa kibaya ndani ya nyumba ambayo ingekuwa kitovu chake, nyumbani mwake. Silas Abungana alikuwa amekufa. Jitimai ya usiku huo ingeendelea kuenea mbali zaidi ya kuta za Hinyalu. Baada ya maafa hayo, Denmark Mchiti, kwa ripoti za polisi, alitoweka kutoka eneo la tukio, akiacha jamii nzima katika mshtuko. Kamanda wa polisi Shinyalu, Daniel Mukumbu, alithibitisha kuwa polisi walichukua hatua mara moja. Walichunguza kila kona kutafuta mtuhumiwa aliyekosekana. Kila dalili ilifuatwa, kila pembe ilikaguliwa, huku mvutano ukizidi kuongezeka kijijini. Wanafamilia wa Silas pamoja na wazazi wake waliokuwa katika majonzi makali walitua kituoni kutoa maelezo ya kina. Maneno yao, mazito kwa huzuni na kushangaa, yalikuwa msingi wa uchunguzi. Wakati huo mwili wa Silas ulisafirishwa hadi makaburi ya Kakamega, kielelezo cha hofu ya vurugu iliyotokea ndani ya nyumba ambayo ingekuwa ndiyo sehemu salama kwao. Siku nyingi kule Shinyalu ilionekana kusimama kati ya kutokuwa na uhakika. Maswali yaliendelea hewani. Denmark alikuwa amekwenda wapi? Nini kilitokea katika sekunde hizi hatari za mwisho? Jinsi gani mgogoro wa kifamilia ulipata nguvu kiasi hiki? Hatimaye polisi walithibitisha kilichokuwa kikiwa kinasubiriwa. Denmark Mchiti alikuwa ashakamatwa, akikabiliwa na mashtaka makali kama mtuhumiwa mkuu wa kifo cha kaka yake mkubwa. Jitihada za kisheria ziliisha, lakini maswali, huzuni na mshtuko vilibaki kwa muda mrefu.
vikiwacha familia na jamii wakijaribu kuelewa kilichotokea. Vurugu kati ya ndugu hubeba maumivu yake. Kaka hukulia pamoja, wanashiriki milo, kicheko na changamoto. Lakini utu uzima unaweza kubadilisha uhusiano. Tofauti za mafanikio, utambuzi wa mambo duniani na fursa huunda mipaka isiyoonekana. Silas alikuwa ameshanawiri, mchezaji wa kitaalamu katika ligi kuu ya Kenya, huku Denmark ndugu yake mdogo mwenye miaka 21 tu alikuwa mtu aliyebaki nyumbani. Je, ugomvi wa kuni ulikuwa tu cheche au uligusa hisia zilizokithiri zaidi? Wachunguzi watajaribu kutengeneza mpangilio wa yote yanayoweza kuwa chanzo cha haya yote. Lakini katika maafa ya kifamilia mara nyingi sio rahisi. Tabaka za hisia, mali na uhusiano vyote huwa vinagongana. Ripoti za awali zilionyesha kwamba kulikuwa na tofauti kuhusu ardhi ya familia. Ardhi ambayo magharibi mwa Kenya ina maana zaidi ya mali. Ni urithi, ni utambulisho na mahali pa mtu kusema hapa ni pangu. Wakati ndugu wanaposhindana juu yake, mvutano unaweza kuibuka kwa kasi. Kisha kuongezeka kwa mwenza mpya ndani ya nyumba, maswali ya utambuzi na ushindani usiozungumzwa. Nani anayeongoza? Nani anayeamua? Migogoro ya nguvu hujikusanya kimya mpaka tukio dogo linapochochea mlipuko. Si uwanjani tu ambapo beki anatarajia hatari. Nyumbani, hatari fulani hubaki kimya. Jikoni, mabishano ya kifamilia, mabaki ya kisasi yasiyoshughulikiwa. Taarifa ya Silas Abungana sio tu kuhusu vurugu, ni kuhusu udhaifu, kuhusu jinsi mafanikio yanavyoweza kupotezwa haraka kutokana na mgogoro, jinsi ugomvi mdogo wa kifamilia unaweza kugeuka kuwa kisa cha hatari. Wakati uchunguzi unaendelea, Kenya imesalia ikitazama tu. Sio kama mashabiki tu, bali kama familia. Kwa sababu jinai hii inatoa maswali yanayovunja raha. Tunawezaje kudhibiti mvutano kabla haujaishia kwa kifo? Tunawezaje kulinda upendo na uaminifu dhidi ya kiburi na kisasi? Silas atakumbukwa kama beki wa Kakamega Homeboyz, lakini zaidi ya soka ni kielelezo cha kuwa makini. Vurugu ndani ya nyumba huacha alama zaidi ya zile zinazoripotiwa kwenye vichwa vya habari. Wakati mwingine, mapigano hatari zaidi hayafanyiki uwanjani, bali ndani ya kuta zetu wenyewe. Katika mtaa wa Shinyalu, viwanja bado viko vyeupe na vibichi. Huko Kakamega, michezo itazidi kuendelea. Lakini kwa beki mmoja mchanga, filimbi ya mwisho ilishapulizwa mapema, na dunia yake kama pia ile ya familia yake ilibadilika milele. Hii ni Kurunzi ya Jamii. Jina langu Shaban Yusuf.